Chemba, tunakukaribisha sana Mbeya, viongozi wote mlioko meza kuu na mlioko kwenye majukwaa mengine, na wananchi wenzangu wa mkoa wa Mbeya, na wananchi wenzangu wa jimbo hili la Uyole, na wananchi wenzangu wenye kutoka jimbo la Mbeya mjini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitazungumza hapa kama mbunge wa jimbo la Uyole, lakini pia kwa uchache kwa sababu mbunge wa jimbo la Mbeya mjini ni mwenyekiti. Kwa hivyo mimi nitamsemea na yeye, maana atakaposimama hapa atasimama kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya. Kwa hivyo nitaomba zile dakika zangu 2 na 2 zake nipewe kabisa, ili nisije nikaanza kuambiwa hapa mbele muda umekwisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi wana Mbeya mjini, sisi wana Uyole tunazo shukrani nyingi kwa ajili ya mambo makubwa mazuri yaliyofanyika hapa kwetu Mbeya. Lakini leo ziara yako hii ilikuwa maalum, na nianze na hilo jambo ulilokuja kulifanya kwetu ambalo ni maalum kabisa. Kwanza kabisa nitoe pole kwa sababu sisi ni sehemu ya watu ambao tuliathirika na mambo ambayo wameyasema vizuri kabisa wakati akiomba shehe wetu wa mkoa. Kwa hivyo sitarejea kwa kirefu, lakini nitoe nafasi hii, nitumie fursa hii kuwapa pole sana wana Mbeya wenzangu, wana Uyole wenzangu na Watanzania wenzangu kwa jambo hili ambalo lilipata taifa letu siku ya tarehe 29 mwezi wa 10. Na wakati huo kwa sababu shehe alishawaombea wenzetu waliotangulia na wale ambao walio majeruhi amewaombea afya njema, nitumie pia fursa hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na kukukaribisha Mbeya, lakini kwa ziara hii maalum nitoe pole sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hii changamoto ambayo ilitokea, ambayo hata ziara yako imepata nafasi ya kutembelea miundombinu mbalimbali ambayo ilipata hizo changamoto pia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na hilo jambo maalum, nianze na sehemu mojawapo ambayo sisi wana Mbeya tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwenye eneo la miundombinu, umeona na wewe tangu ufike jana na leo pia maeneo mbalimbali, barabara yetu kuu kabisa hii ya Tanzam kilomita 218 mpaka Tunduma kuanzia Igawa inajengwa. Na katika kujengwa tulipendelewa wana Mbeya mjini, wana Uyole kwamba barabara ianzie hapa katikati. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu barabara hii tumeshaanza kuona lami ikiwekwa, njia 4 sasa ni halisi. Tunakuomba salamu hizi utupelekee kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini katika kutaja barabara hii kubwa, tunafahamu wazi kwamba hapa Mbeya mjini pamoja na kwamba panaitwa jiji, kwa kweli barabara zetu bado ni mtihani. Ni mtihani kwa sababu mitaa yetu 181 hakuna mtaa ambao utasema kwamba wenyewe ndio unalami sasa tuhamie kwenye mitaa mingine. Mitaa yetu yote imejaa vumbi. Tunashukuru, na ndio maana nilianza kwa kuitaja kwanza hii barabara. Ameeleza vizuri sana hapa naibu waziri wa TAMISEMI ambaye sasa yuko chini ya ofisi yako kuhusu fedha nyingi, mabilioni yaliyokuja kwa ajili ya kutengeneza mtandao wa barabara za mitaa yetu uko takriban kilomita 400. Kwa hiyo ziko hizo 23, ziko nyingine zilitengenezwa zamani sana kama mitaa ya Majengo kule, barabara inabidi zitengenezwe upya. Kwa hivyo mitaa yetu bado ina changamoto kubwa sana ya miundombinu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa TARURA sasa itakuwa chini ya ofisi yako, maana ofisi ya TAMISEMI ilikuwa kwa Mheshimiwa Rais, lakini amekuletea wewe na wewe umetutembelea sasa. Ulichukua hili majimbo haya mawili, jimbo la Uyole na jimbo la Mbeya mjini, kwa maana ya halmashauri ya jiji la Mbeya, kama sehemu ya kipaumbele kwa habari ya miundombinu ya barabara kwenye maeneo yetu. Na nikitaja barabara, kuna maeneo ambayo vivuko ni shida. Namuona hapa anapiga makofi diwani kutoka Iduda, kule kuna vivuko viwili hatari kabisa, watu huwa wanakosa kabisa mawasiliano. Kwa tukizitaja barabara hizi za mitaa, tunaamini kwamba na vivuko vitakumbukwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini katika kumalizia ile eneo la miundombinu, barabara yetu ya mchepuko ambayo itatuondolea malori
kupita hapa katikati ya jiji ama hii barabara ya Tanzam. Kwanza kwa ajili ya kurahisisha, kwa sababu hili jiji la Mbeya ni jiji ambalo linakaribisha nchi nyingi za SADC. Sasa kwa ajili ya kurahisisha eneo hili, serikali imeshalipa fidia kwa ajili ya kujenga barabara ya mchepuko ambao ni zaidi ya kilomita 48. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba sasa barabara hii ianze kujengwa kama ambavyo inajengwa ya Tanzam, na ile ijengwe ili tuondoe msongamano wa malori hapa katikati, yaanze kupita barabara ya mchepuko kama ambavyo ilikusudiwa tangu awali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo la maji. Kwenye maji hapa jiji letu la Mbeya tuna changamoto pia. Eneo la Uyole lakini pia mjini tuna changamoto ya maji kubwa sana. Lakini nitumie fursa hii kuwapongeza sana mamlaka ya maji Mbeya, wanafanya kazi nzuri. Katika makusanyo yao ya ndani wanajitahidi kuanzisha miradi midogo midogo, lakini hiyo haitoshelezi kwa sababu ya wingi wa wananchi wa Mbeya. Nitumie fursa hii kuleta kwako shukurani maalum kabisa za Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusu mradi wa Kiwira wa zaidi ya bilioni 117 ambao umeshaanza utekelezaji, na tunashukuru mkandarasi amekuwa akilipwa, utekelezaji unaendelea. Katika kushukuru huko, tunaomba pale ambapo mkandarasi anakuwa ameleta zile certificates, basi alipwe kwa haraka ili mradi ukamilike na changamoto ya maji wana Mbeya iishe, lakini pia kwa sehemu wana Rungwe itaisha, lakini pia kwa sehemu wana Mbeya vijijini itapungua kwa kiasi kikubwa. Na watu wa Chunya pia wanaweza wakapitiwa na huo mradi kwa sababu maji yatakuwa mengi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme pia kidogo kuhusu wafanyabiashara wadogo lakini pia na hata wale wakubwa. Barabara hii kubwa inayoenda kujengwa hapo katikati ya Tanzam inaleta athari, pengine niseme hasi kwa upande mmoja, kwa wale wamama wanaouza ndizi na wababa ambao wanafanya biashara na vijana wanaofanya biashara kwenye barabara hii. Kwa sasa, kwa sababu sisi huku upande wa Uyole ndio tutaathirika zaidi kwa wale wanaofanya kazi barabarani, tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu ulichukua ombi letu. Tunaomba barabara hii, huyu mkandarasi anayejenga au baadaye kisha kamilika, basi tutengenezewe mazingira ambayo tunaweza kufanya biashara si mbali sana na barabara, kwa sababu biashara zetu tunawategemea wale watu ambao wanashuka kwenye magari na wale ambao wanaenda na magari kwenye mikoa mingine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asanteni sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nazo tena shukurani na ombi mbele zako kuhusu halmashauri ya manispaa ya Uyole. Jambo hili Mheshimiwa Waziri Mkuu tulishamuomba Mheshimiwa Rais alipopita kwetu wakati wa kampeni, na yeye alilichukua. Lakini wakati huo tulikuwa tukimuomba yeye kama rais, lakini pia kama waziri ambaye anasimamia TAMISEMI. Sasa TAMISEMI imehamia kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi wana Uyole na wenzetu wa Mbeya mjini hawana tabu na hilo, kwa sababu tunashirikiana nao, ni mapacha wetu hawa, na sisi tumezaliwa kutoka kwao, kwa hiyo hawana tabu na sisi. Na sasa shukrani zetu za kwanza ni kwamba eneo ambalo itajengwa hiyo jengo la halmashauri, kazi imeshaanza, tumeshaletewa bilioni 1. Tunashukuru sana sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini kwa kusema hivyo, tunaomba ombi letu litakapokuja, waheshimiwa madiwani wako hapa, basi sisi wana Uyole ujue tu kwamba uwezo wa kujitegemea tunao na uwezo wa kuendesha halmashauri tunao. Kwa hiyo tunaomba ulichukue ombi hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunaamini utatusikiliza vizuri zaidi tutakapoleta andiko letu, lakini nimeona niliseme hapa mbele yako, pamoja na kusema kwamba jengo limeshaanza kujengwa. Kwa kusema hayo, ndugu zangu, nafahamu nchi yetu ni kubwa, changamoto zetu ni nyingi, na Mheshimiwa Waziri Mkuu kila unakoenda unazipokea. Lakini hizi tulizokueleza kuhusu majimbo haya mawili, jimbo la Mbeya mjini, mwenyekiti umekaa naye hapo, lakini mimi pia jimbo la Uyole uzichukue kwa namna ya tofauti, kwa sababu kama ulivyoona lazima halmashauri hii ya Mbeya jiji ionekane kama majiji mengine na isionekane iko nyuma. Na tunajua wewe kazi hiyo unaiweza, na tunaamini
utatutendea vyema kabisa. Baada ya kusema hayo, sisi wana Mbeya tunakukaribisha sana na tumefurahi umetutembelea. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana Uyole, karibu sana Mbeya. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, bila kupoteza muda, nitaomba sasa tupate salamu kutoka kwa Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, lakini wakati huu ataunganisha salamu zake na salamu za Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya. Karibu Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yangu Ndele Mwaselela Mneki, mkuu wetu wa mkoa, kamati ya siasa ya mkoa na wilaya, wajumbe wa kamati ya siasa, wabunge wa Mbeya wote kwa pamoja, wakuu wa wilaya, machifu wetu, wazee maarufu, viongozi wa dini, natambua uwepo wenu, maafisa mbalimbali wa serikali, viongozi mbalimbali wa chama, wilaya na kata, mabalozi, CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimesimama hapa kwa tiketi ya salamu za chama. Mimi naitwa Patrick Mwalunenge, ni mwenyekiti wa CCM kwa mkoa wa Mbeya, lakini pia ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini. Ninakushukuru dadangu Tulia Ackson, mbunge wa jimbo la Uyole, lakini spika mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini rais wa mabunge duniani, kwa utangulizi wa maelezo yako. Kwa mimi umenirahisishia kazi, sitaongelea sana mambo ya Mbeya mjini. Nitaongea kidogo tu kuhusu chama. Najua yote umeyakava, na sisi tunafanya kazi kama mapacha, mtu na dada yake. Tunashirikiana. Watu wa Uyole na watu wa mjini ni hao wao. Kuna watu wanatoka Uyole wanafanya shughuli zao mjini, kuna watu wanatoka mjini wanakuja kufanya shughuli zao Uyole. Kwa hiyo nakushukuru sana dadangu, ujumbe umefika vizuri na Mheshimiwa Waziri Mkuu ameupata. Lakini jamani, ukikaa na mfalme kuna raha yake. Mimi muda wote niko pale. Kwa hiyo na Mbeya mjini mwe na imani kwamba yale yote mnayotamani niyaseme au ninayozungumza nimeshamfikishia pale bosi Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo mwe na imani hiyo. Lakini la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na mimi kwa sababu nimesimama hapa kwa mara ya kwanza kwa nafasi ya mwenyekiti wa chama, nitoe pole pia kwa wana Mbeya kwa madhira yaliyotokana na uchaguzi uliopita wa Oktoba 29. Tumeumizwa wote. Hakuna wakusema huyu ni wa CCM au wa chama kingine. Tuliumizwa wana Mbeya wote na Tanzania kwa ujumla. Kwa nitoe pole nyingi na tuendelee kufarijiana, kwa sababu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wetu tayari ameshaunda tume na inafanya kazi. Kwa hatuna sababu ya kuanza kujadili kwa sasa nini kilichotokea, kwa sababu tume ipo na itakuja kutueleza matokeo. Lakini pia nikupongeze wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa imani ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa nayo kwako kukuteua kwa waziri mkuu, na toka umeteuliwa unayoyafanya yanaonekana. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya tuna imani kubwa sana na wewe. Tunajua kwamba upele umemkuta mkonaji. Speech yako mwenyewe ulisema siku ile tunakuthibitisha pale bungeni, ulisema umeshaandaa makoleo, mafiekeo, na naamini mpaka na kibiriti cha kuchoma takataka unacho. Kwa tuna imani kubwa kwamba utaenda kuisimamia vizuri serikali ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini na sisi Chama cha Mapinduzi tukuhakikishie kwa kipande hiki cha Mbeya tutakupa ushirikiano wa hali ya juu, kwa sababu tunafanya kazi vizuri sana kati yetu sisi na serikali. Mkuu wa mkoa yuko hapo Beno Malisa, wakuu wa wilaya tunashirikiana sana. Na kazi kubwa tunayoifanya sasa hivi ni kuwaunganisha wana Mbeya tuwe kitu kimoja. Nafikiri umejionea mwenyewe toka huko Kiela, Kiwila na hapa Mbeya mjini tunafanya kazi ya kuwaunganisha wana Mbeya tuwe kitu kimoja, tuiletee Mbeya yetu maendeleo. Na wana Mbeya mjini mnanifahamu, nilishasema mipango ile yote tunaoongea, mipango ya pesa nimeshamfikishia pale bosi. Atuharakishie zile bilioni 200 ambazo Mheshimiwa Rais aliziahidi kwa siku 100, basi tupate kipande kile cha zile pesa ili wana Mbeya waweze kujipatia mikopo kwa vijana, kina mama lishe, bajaji na bodaboda. Asante sana na kushukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. CCM oye!
Uyole oye! Sauti hizi bado sio za wanambea walioshiba chakula kingi kinachozalishwa hapa. Uyole oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, bila kupoteza muda, mkutano huu ni wa kwako na wananchi hawa ni wa kwako na wako tayari sasa kukusikiliza na kukupokea ndani ya eneo hili la Uyole. Kwa heshima na taadhima, karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Haya, tusimame wanambea, tushangilie kumkaribisha Waziri Mkuu anakuja kuzungumza nasi. Naam. Sijasikia vigelegele vya wamama wa Uyole na Mbeya nzima. Safi kabisa. Asante. Ubombile Daga mwisile. Utwa masiku. Utwako kaya. Ayo kiala nunu atuganile. Atufikisye kanunu. Tulile nikisiesie. Daga fijo. Mwagona. Mwakata. Ama pembero. Mwalimi sana. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama, Mheshimiwa spika wetu mstaafu, waheshimiwa naibu mawaziri, waheshimiwa wabunge wetu, pamoja na viongozi wote tulioko hapa, ndugu wananchi, awali ya yote nitumie fursa hii kumshukuru Mungu kwa kutufikisha salama. Nimekuja ziara ya kawaida. Jana nilikuwa kule Songwe na leo nilianzia Kiela. Nimepita pale kwa ndugu zangu Kiwira na sasa tuko hapa. Na kabla sijasema mengi, nianze kwanza kwa kuwaomba mpokee salamu za viongozi wetu wakuu. Pokeeni salamu za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alinituma niwafikishie salamu za upendo na anawapongeza sana kwa kazi kubwa mnayoifanya. Amenituma niwahakikishie kwamba yale ambayo aliahidi alipokuja hapa Mbeya, hapa Uyole, pamoja na majimbo mengine ya mkoa wa Mbeya, pamoja na yale ambayo yako kwenye ilani ya uchaguzi na yale ambayo yako kwenye dira ya maendeleo 2025 hadi 50, yatakwenda kutekelezwa. Mpokee pia salamu za makamu wa rais. Anawasalimia sana na yeye yupo katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie kwamba katika yale mambo aliyoahidi, yapo ambayo yamekwisha kuanza kutekelezwa, kama alivyosema kwamba yapo ambayo anataka kuyaona yakitekelezwa ndani ya siku 100. Na mambo hayo yapo ambayo tayari utekelezaji wake umekwisha kuanza. Tumepita pale Kiwira, wakati wa kampeni kulikuwepo na madeni ya chai. Akawaambia kuanzia muda ule alipopita